yule bwana hafai, yule product yake haifai, yule anauza mahindi yake yameoza hayafai, yule mtu anauza chakula chake kichafu, utakuja kuwalisha. Watoto wa Mungu, leo niko kwa ajili ya kukufundisha. Ninalo somo dogo la kukufundisha wewe mtoto wa Mungu, ili upate kuyajua maneno ya uzima ambayo yameandikwa kwenye Biblia kwa mafundisho maalum kutoka kwa manabii na mitume wa Mungu. Leo ninalo somo la kukufundisha, linakwenda kwa jina la adui kwenye malango ya uchumi. Leo tutajifunza kwa habari ya adui kwenye malango ya uchumi. Malango maana yake ni nini? Malango ni vyanzo vya mambo yote kwenye maisha ya binadamu. Yaani unaposikia neno lango kiroho, ni chanzo cha jambo fulani kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo unaposikia adui kwenye malango ya uchumi, maana yake ni adui anayesimama katika chanzo cha kipato chako kwenye maisha yako. Kwa hiyo leo tunaenda kuzungumzia kwa habari ya malango. Malango maana yake ni chanzo cha mambo yote, mambo ambayo yanamkabili binadamu na yanayoendelea ndani ya maisha ya binadamu. Mfano wa lango ni hili hapa. Kwa mfano, Dar es Salaam tunatumia maji safi ya Dawasco, lakini maji haya chanzo chake ni mto Ruvu. Kwa hiyo ule mto Ruvu ndiyo lango la maji safi katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya adui katika lango la uchumi, maana yake ni adui anayesimama katika chanzo cha uchumi wako. Adui anayesimama kwenye chanzo cha uchumi wako anaweza asiwe mshirikina wala asitumie nguvu ya uchawi, lakini adui huyu akasimama kwa ajili ya kutengeneza fitina juu ya bidhaa unazoziuza. Kuna mtu leo inawezekana asiingie kwenye duka lako, ni kwa sababu kuna mtu alimwambia bidhaa yako ni mbaya, bidhaa yako haifai, bidhaa yako iko hivi na vile. Na wakati mwingine adui anaweza akasimama kwenye lango lako la uchumi, ni kwa sababu ya matumizi ya fedha yako inayotokana na jasho lako. Kuna mtu leo anatoka kubeba zege, kuna mtu leo anatoka kanisani, anatoka msikitini, lakini fedha anayoipata katika kubeba zege kwake na kanisa lake na msikiti wake, bado anakwenda kununua kahaba, anakwenda kununua sigara, anakwenda kununua vitu ambavyo havipendezi katika ufalme wa mbinguni. Kwa maana hiyo basi, adui anaweza akasimama kwenye lango lako la uchumi kulingana na matumizi yako ya fedha. Adui anaweza akasimama kwenye lango lako la uchumi kulingana na utumiaji wako wa fedha. Nani unampa fedha yako? Nini unakinunua kutokana na fedha uliyoipata kupitia jasho ulilolimwaga? Kuna mtu leo anatoka kazini kwake alikoajiriwa, kuna mtu leo anatoka kwenye biashara yake, kuna mtu leo anatoka kwenye kazi yake anayoifanya kila siku kwa ajili ya kuingiza fedha, alafu ile fedha anayoipata kupitia jasho lake anakwenda kununua vitu visivyofaa, anakwenda kununua kahaba, anakwenda kununua mambo ambayo hayampendezi Mungu. Pale unakwenda kumtengeneza adui kukaa kwenye lango lako la uchumi. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 11 anasema kwamba na malango yako yatakuwa wazi daima, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Maana yake lango lako la uchumi linapokuwa wazi, maana yake madili yale unayoyafanya yanakuingizia kipato, madili unayoyafanya yanakuingizia uchumi mkubwa, kwa sababu lango lako la uchumi halijafungwa, bado liko wazi. Lango lako la uchumi likifungwa, maana yake hata yale madili unayoyafanya hayawezi tena kusimama kukuletea uchumi, kwa sababu mlango wako wa uchumi umefungwa. Ndani ya lango la uchumi, au unaposikia lango kiroho, maana yake ni chanzo cha mambo yote ya maisha ya binadamu. Kwa hiyo unaposikia lango la uchumi, maana yake ndiyo chanzo cha uchumi kwenye maisha yako. Maana yake lango, ndani ya lango, unaposikia lango, ndani yake lango kuna maamuzi, haki na mamlaka. Kwa mlango unapofunguka, kwa mfano, kuna malango ya aina mbili kwenye maisha ya binadamu. Kuna lango la utakatifu, alafu kuna lango la uharibifu. Lango la uharibifu, kuna mlango wa mauti, kuna mlango wa giza, kuna mlango wa umasikini, kuna mlango wa kiangazi, kuna mlango wa uharibifu. Unapofunguka kwenye maisha yako mlango huo, maana yake mlango huu unapofunguka, unaanza kuruhusu mabaya ya kutokea kwenye maisha yako.
unaanza kuruhusu uovu utokee kwenye maisha yako. Ukisikia mlango wa mauti umefunguka kwenye maisha yako, maana yake mtu yoyote ambaye mlango wa mauti umefunguka ndani yake, malango ya mauti yanapofunguka ndani yako, tafsiri yake ni nini? Zile ishara za mauti zinatembea ndani yako, uovu unatembea ndani yako. Hata ndoto unazoziota ni ndoto za mauti. Utapanda usafiri, lakini ajali itatokea, uovu utatokea, mauti itakuandama mpaka mauti itakufikia. Hauna namna ya kuukimbia mlango wa mauti, kwa sababu lango lolote lina maamuzi, haki na mamlaka. Kwa hiyo mlango wa mauti unapofunguka ndani yako kunakuwa na maamuzi ya mauti, haki ya mauti na mamlaka ya mauti. Kwa hiyo huwezi kukimbia mauti, kwa sababu mlango wa mauti umefunguka ndani yako. Mlango wa uchumi unapofunguka ndani yako, maana yake hakuna mtu yeyote atakayeweza kuzuia uchumi kwenye maisha yako, kwa sababu maamuzi ya uchumi itakuwa ndani yako, haki ya uchumi itakuwa ndani yako, na mamlaka ya uchumi yatakuwa ndani yako. Kwa hiyo lango lolote linapofunguka kwenye maisha yako, ujue wazi kwamba ndani ya lango kuna maamuzi, haki na mamlaka. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kuzuia chochote ambacho kitakuwa lango lake limefunguka ndani yako. Kwa hiyo adui anapokwenda kukaa kwenye mlango wako wa uchumi, maana yake anakwenda kubatilisha ule mlango, anaufunga ule mlango. Kwa hiyo haki ya uchumi unakuwa huna, maamuzi ya uchumi unakuwa huna, na mamlaka ya uchumi unakuwa huna, kwa sababu mlango wa uchumi umefungwa. Kwa hiyo somo ambalo nilikuwa na kufundisha hapa leo ni kwa habari ya adui kwenye mlango wa uchumi. Adui anaposimama kwenye mlango wa uchumi, adui sio lazima akuloge. Adui anaweza akasimama kwenye mlango wako wa uchumi kwa habari ya kunafikia. Wanatengeneza fitina. Kuna watu wanatengeneza fitina, yule bwana hafai, yule product yake haifai, yule anauza mahindi yake yameoza hayafai, yule mtu anauza chakula chake kichafu, utakuja kuwalisha, yule mtu anauza sijui unga wake unatoa wadudu. Huyo ni adui anayesimama kwenye mlango wako wa uchumi. Kwa hiyo ili upambane na adui kwenye mlango wako wa uchumi, cha kwanza, fedha yako unaitumia katika nini? Kuna watu wao ni waaminifu kwenye mafungu yao ya 10, kwenye kutoa mafungu ya 10 ni waaminifu sana, kwenye kusaidia watu ni waaminifu sana, kwenye kutoa sadaka, dhabihu zile ni waaminifu sana. Fedha yako inapotumika kwenye mambo matakatifu, Mungu analiangalia agano lake kati ya wewe na Mungu. Maanake Mungu analiangalia agano lake. Biblia inasema hivi, mimi ni Mungu niwapatilizao wana uovu wa baba zao. Maana yake ule uovu ukikaa kwa baba yako wewe, Mungu anapatiliza ule uovu kutoka kwa baba yako mpaka kwako. Maana yake chochote unachokifanya Mungu anakishikilia kama agano. Maana yake Biblia inasema kwamba mimi ni Mungu mimi ni Mungu nishikae maagano na rehema. Kwa maana yake Biblia inatueleza bayana kwamba Mungu ni Mungu ashikae maagano, na ndiyo maana Mungu ana uwezo wa kupatiliza uovu wa baba yako ukaja mpaka kwako kwa sababu ya kushika maagano. Unapotaka kupambana na adui aliyesimama kwenye mlango wako wa uchumi, cha kwanza ni kuangalia agano lako kati ya wewe na Mungu. Una ajenda gani kati ya wewe na Mungu? Unasimama vipi na Mungu? Unazungumza vipi na Mungu? Na fedha yako unaitumia katika nini? Kuna watu ni waaminifu kwenye mafungu yao ya 10, kuna watu ni waaminifu kwenye kutoa sadaka. Maana yake ni nini? Mungu anapokutazama fedha yako unapoitumia kwenye kusapoti kazi zake yeye, kazi za Mungu, fedha yako inapotumika kwenye kutoa mafungu ya 10 na kusaidia watu, maana yake Mungu anaweka agano kati ya yeye na uchumi wako. Lakini fedha yako unapoitumia kwenye pombe, unapoitumia kwenye bangi, sigara, unapoitumia kwenye kununua makahaba, maana yake Mungu anakuwa yupo pembeni na uchumi wako. Anapoibuka adui kwenye lango lako la uchumi, maana yake ni nini? Huyu adui anapata nafasi ya kukushambulia kwenye lango lako la uchumi, kwa sababu lango lako halina ulinzi, ana uwezo wa kulifunga. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye uchumi wako, vyanzo vyako vya miongoni mwa maombaomba
akaichukua fedha yako akaenda kuifanyia mambo ya ajabu, akachukua fedha yako akaenda kuufunga mlango wa uchumi kupitia fedha yako mwenyewe. Lakini wewe unasema nimetoa hii hela nimemsaidia ombaomba, kumbe yule sio ombaomba wa kawaida. Naamini utakuwa unajiuliza hapo, nitajuaje huyo ombaomba wa kawaida au huyo ombaomba sio wa kawaida? Biblia inasema na amani ya Mungu iamue mioyoni mwenu. Maana yake ni nini? Kama hautokuwa na amani ya kumsaidia huyo ombaomba unayemuona kwenye macho yako, usisaidie. Ukimwona ombaomba yuko mbele yako unataka kumsaidia na amani moyoni mwako haipo, usisaidie. Lakini kama nafsi yako itakupa amani, moyo wako utakuwa na amani ya kumsaidia ombaomba huyo, msaidie. Kwa hiyo ili umtambue kwamba hapa ni sawa, hapa sio sawa, amani ya Mungu iamue moyoni mwako. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Asante kwa kunisikiliza, na klipu hii utaipata kwenye kila pembe ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Tuendelee na mafundisho yetu haya. Lipo somo ambalo linaendelea, yapo masomo yanaendelea katika grupu la WhatsApp. Unaweza ukanipata, ukanitumia ujumbe wako pale WhatsApp kupitia namba 0679564951 kwa ajili ya kuendelea kujifunza kwa habari ya malango, na somo hili linaendelea pale kwenye group. Tuna kawaida ya kupiga simu WhatsApp video call kwa ajili ya watu wote, members wote wa grupu wanajiunga kwenye hiyo video call na wanaendelea kujifunza na kupata maarifa ya kimungu. Somo hili ndio kwanza limeanza, linaendelea kwenye group la WhatsApp. Nitumie ujumbe hapo WhatsApp nami nitakuunga kwenye grupu, utaendelea kupata mafundisho haya. Mungu akubariki sana.